lakini huku tunakokwenda kufa hakuna tena. Kama ni adhabu ni adhabu milele, na kama ni raha ni raha milele. Anakaa milele fil jinani, kwenye pepo, ila ma la nihaya, kwenye muda ambao hauna mwisho. Siku zote yupo kijana, ana afya, hakuna kuumwa huko, maisha tu, unastarehe kwa raha zako. Inna Allaha indahu ajrun azim, hakika Allah mbele yake huko kwenye ufalme wake, kwa wale waliomtumikia, waliotenda kwa ajili yake, ameweka huko mbele yake ujira mkubwa kwa watumishi waliofanya vyema au walioamini na wakatenda kwa mujibu wa imani yao. Inna Allaha indahu ajrun azim, Allah mbele yake tukirudi huko kuna malipo makubwa kwa waliotenda vyema. Allah atuwafikishe kufanya hayo mema na tuyafanye kwa kiwango, yawe mazuri na ujira ukawe mkubwa. Ai, maana yake inna Allaha indahu ajrun azim, bimaana thawabuhum inda Allahi azimun, malipo yao kwa zile amali walizofanya duniani yatakuzwa, yatakuwa ni makubwa. Allah kasema moja lililofanywa kwa 10, kima cha chini. Kadiri ukifanya vizuri zaidi, thamani ya kazi yako inaongezeka. Unaweza ukafika mpaka 1 kwa 700, na mwingine anazidi hapo 700. Kwa hiyo kwa Allah kuna malipo makubwa. Umefanya amali yako kiuzembe, uzembe mbaya mbaya, kima cha chini kama karafuu, tuseme ile mpeta, basi 1 kwa 10. Ikiwa nzuri inategemea kiwango cha ubora wake, daraja la kwanza, la pili, la tatu, hivi unalipwa kwa mujibu wa thamani ya kazi yako. Kwa hiyo ukifanya hizi ibada zako zifanye vizuri, mkaguzi anaona vizuri, anazipiga thamani. Kadiri ukifanya vizuri ndo thamani ya malipo yako inakuwa kubwa, na thamani ya malipo ikiwa kubwa, nafasi yako, daraja yako ya kwenda kukaa peponi inakuwa ya hali ya juu. Thawabuhum inda Allahi azimun, malipo yao watu wema waliotenda hayo mema mbele ya Allah yatakuwa ni makubwa. Tujizul uqulu an wasfihi, akili haziwezi kutoa mfano, kusifia, kutengeneza wasifu. Malipo yake ni kama haya, hiyo daraja ya juu peponi iko kama hivi, hakuna mtu anaweza kusifia. Kuna hadithi iko katika Riyadhus Salihin, inapatikana kwamba Bukhari kaisimulia hadithi hiyo, nasema Nabii Musa alimuuliza Allah siku moja, ya Allah, mtu mwenye kima cha chini peponi unamlipaje? Allah akamwambia, mfano wa hii dunia yenu mara 10. Yaani dunia sasa hivi si unaiona ina mabara haya 6 sijui, na kila bara lina manchi tele, na kila nchi ina mtawala wake. Sasa hii ardhi yote hii ndo malipo ya mtu wa kima cha chini, yule alofanya ovyo ovyo, lakini baada ya kupimiwa mazuri yake yamekuwa mazito kuliko mabaya yake, ndo analipwa kama hii dunia mara 10 mfano wake, kima cha chini. Ujue kwamba Allah ni tajiri. Watu kwa matrilioni yao tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho, kila mmoja analipwa kama hii dunia, na inaboreshwa mara 10. Hivi dunia ina wafalme wengi, siku hiyo inakuwa hii ni ya mtu mmoja, na kila mtu mwingine ndo anapata zaidi ya hapa. Hii unaambiwa ni kima cha chini, kama ardhi yetu hii mara 10. Akauliza, sasa kama hii ni ya kima cha chini, huyo wa juu unamlipaje? Allah akamwambia, ya Musa, ewe Musa, hakuna akili inaweza kubeba sasa hivi ikatengeneza taswira, imagination ya maisha ya peponi. Lakini kwa ufupi akaambiwa, inni a'adadtu liibadi as-salihin, mimi nimewaandalia waja wangu wema walioamini na wakatenda, ma la ainu ra'at,
Nimewaandalia mambo huko akhera ambayo hakuna jicho limepata kuona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lililopata kusikia. Hadithi hizi kama aya tunasoma na tunasikia, lakini huwezi kutengeneza picha iko kama hivi, huwezi. Wala khatara ala qalbi basharin qattu, na mambo ya huko peponi kwa watu wema wa kiwango waliofanya vizuri hayazingatii kisa hivi kwenye moyo wa binadamu. Hata wewe uwe mtume huwezi kupata hiyo picha. Subiri mambo, wakati ukifika utakuja kuona uhalisia huko baadaye, lakini haya ni mambo hayawezi kupatikana taswira yake kwa sasa. Mifano, Allah anaongea nasi kwa lugha ya mifano ya vitu tulivyovizoea, na wakati mwingine hutaja na majina ya vitu tunavyovijua. Peponi kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, lakini ni mujarradi wa jina tu, hakifanani hicho cha huko na hichi unachoambiwa. Imeeleweka hiyo eh? Kwa hiyo kuna mambo peponi akili za binadamu kwa sasa haziwezi kupata picha yake, hata akisimliwa hawezi kuelewa. Qala Abu Hayani amesema, lamma wasafa almu'minina bithalathi sifati, baada ya Allah kuwasifu waumini kwa sifa tatu: al-imanu, ya kwanza iman, walhijratu, ya pili ni hijra, wamehama kwenye miji ambayo hawana uhuru wa kuabudu, wakatengeneza eneo ambalo wana maamuzi yao wenyewe, wakawa wako safi kwa maneno na vitendo. Na sifa ya tatu, waljihadi bin nafsi wal mali, wamefanya juhudi ya maksudi huko waliko huru, wakajua wana uadui, kwa hiyo wakajipanga katika jihadi. Kile wanachokuwa nacho kwanza wanakisimamia kurithisha kizazi chao, alafu kwa sababu kuna uadui wa nje wanajipanga hichi wanachokipanda hapa kwao kukilinda. Sijui inafahamika? Mambo hayo matatu Allah ndo aliyosifia kwa jamii ya waumini watendaji: iman, hijra na jihad bin nafsi wal mali, jihadi kwa nafsi na mali. Wewe mwenyewe ushiriki jihadi na mali yako uitumie kwenye jihadi. Baada ya kutaja sifa hizi tatu za waumini, qabalahum ala dhalika bitabshiri bithalathati, akafuatisha baada ya sifa tatu za waumini akawabashiria na yeye Allah mambo matatu katika fadhila zake. Kawabashiria mambo matatu. La kwanza arrahmatu, kwanza atawarehemu. Kama walikuwa wana riski nafsi zao kuzipeleka mahala pabaya, anawarehemu kwa kuwapa nyenzo, means ya kujisalimisha na kwenda pabaya waende pazuri. Hiyo ni rehma ya Allah. Pili, arridwanu, kawathibitishia radhi yake. Maana yake unaweza ukawa mahala kwenye neema, lakini mwenye hiyo neema hajaridhika na wewe, hayuko radhi na wewe. Kwa mfano, unakaa kwenye nyumba ya kupanga, una miji pesa yako, umekodi nyumba nzima, mwenye nyumba kataka alichotaka na unamlipa, lakini wallahi nyumba ya kupanga haina raha. Anaweza akafumuka tu mwenye nyumba siku moja akaja kukagua mali yake, akakuita na akaanza kukupa lugha ya shombo na matusi. Bwana, ongea na mbwa wako, tizama wanaponchorea nyumba. Watoto wako wanaoita mbwa wako. Naona unajisikia vibaya, na pengine uko ugenini. Sharia za hapo ndio hii maana ya hijra. Na kuna watu wanaishi nchini si kwao, huruhusiwi wewe kumiliki kiwanja wala kujenga nyumba. Unakaa hapa ukodi, ulipe. Tunataka hayo maokoto, pesa unalipa, halafu huna raha, kwa sababu yule ambaye kakuweka hayuko radhi na wewe. Mmenifahamu huo mfano eh? Sasa Allah kawathibitishia watu peponi radhi yake. Aliyekuwa kakuridhia hakufanyii maudhi, hutopata baya kwake.
Na la tatu alilowabashiria, waljinani, amewabashiria watapata pepo, yani maisha ya kifahari. Wanakaa mahala kwenye maisha ya kifahari wakiwa wamewiwa radhi, na halafu wana rehema ya Allah. Fabadaa birahmati, Allah ameanza na rehema. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Pili, wa ridwani. Tatu, wa jannatin lahum fiha naimun muqim. Fabadaa birahmati, ameanza na rehema. Liannaha aamu niami, rehema ni neema mtambuka, ni collective name. Neema zote za Allah zinaingia hapo.